nini kitaenda kutokea katika fainali? Nafikiri game itakuwa ngumu kwa sababu tunajuana na Tanga Veterans tushacheza nao mechi nyingi sana. Wanatufunga tunawafunga. Tushawajua na tunajua namna ambayo tunaweza tukaenda tukawashinda. Nadhani game itakuwa nzuri na tutaenda na tekniki nyingine zaidi ya jana ambayo tumecheza. Na jana kwa sababu tulicheza mechi nyingi kwa hiyo kidogo tulikuwa tumechoka. Okay, huyo asante sana. Huyo alikuwa ni mchezaji wa Tumishi Veterans ambaye leo hii ameonekana alipata top performance katika mchezo uliopita, nusu finali ya pili, mchezo kati ya Tumishi Veterans dhidi ya Chamazi Veterans. Sasa ndugu mtazamaji, tumemaliza hatua za makundi, tumepata washindi wanne, lakini tayari washindi wa finali zote mbili wamepatikana. Tunaenda kwenye finali. Unaona kuna kitu gani kitaongezeka kwenye finali? Ubora wa wachezaji mmoja kwenye timu hizi mbili kati ya Watumishi pamoja na Tanga Veterans, lakini pia aina ya uchezaji wao wanapocheza, building up kutoka nyuma kwenye sehemu ya kwanza, zoni ya kwanza mpaka zoni ya mwisho stadium mpinzani. Unaona itakuwa ni finali aina gani? Kwa kweli kwanza nataka tutoe taarifa, finali yenyewe itakuwa saa 6:30. Kwa hiyo timu zilizoingia finali zijiandae saa 6:30, akija mgeni rasmi finali inapigwa hapo. Kwa kweli Tanga wanabadilika. Unaweza ukaenda leo usitoke Tanga ukarudi. Kwa hiyo jinsi watakavyoingia ieleweke. Hata Watumishi na wenyewe wako vizuri. Waliocheza jumla Watumishi timu wao wako kama 150. Ndio wamecheza 18. Tuanza fikiria waliobaki hawa wakiamua na wengine waingie itakuwaje. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Bwana Ombi Juma Jibrea, ni mwanachama wa Tumishi Veterans. Kwa bonanza hili ni mara ya kwanza tumeanza kuiandaa kwa kujumuisha timu ambazo zingine zimetoka Dar es Salaam na mikoa mbalimbali hapa Tanzania. Uzuri wa bonanza hili limeweza kujenga mahusiano mazuri kati ya wachezaji wa zamani, kwa sababu kuna wengine tulikuwa tujaonana kwa muda mrefu, tumeweza kuonana nao. Wengine tulikuwa hatufahamu taarifa zao, tumeweza kujua wako wapi na wanashiriki nini. Kwa cha msingi imeendelea kujenga udugu na mahusiano na kuendeleza michezo hapa Tanzania. Kwanza swala kubwa zaidi, bonanza hili linajenga afya. Kwa sababu huwa mnapoambiwa kwamba tayari bwana kesho kuna au mwezi ujao kuna bonanza, kwa hiyo tayari unaanza kufanya mazoezi ili kujiweka fit. Cha msingi linajenga afya. Cha msingi zaidi kwa swala mchezo wa zamani, kwanza serikali kidogo imekuwa imewaacha kidogo wana mchezo wa zamani. Kwa hiyo cha msingi inabidi lazima wao wanaangalia, kuna swala la bima ambalo sasa hivi limeshaanzishwa. Na tupange kwa ni vizuri zaidi wachezaji wote wakaweza kupata ile swala la bima afya kwa ajili ya matibabu. Na chama wenzangu, cha msingi zaidi tuendelee kuleta mshikamano, udugu na umoja kwenye michezo. Kwa Rehema Sentibua, mshindi mnono sana, ushindi ambao hauelezeki. Yaani mechi ilikuwa ngumu sana, lakini kwa ushindi huu tunaona kama vile hakukuwa na maumivu yoyote. Tuachie waamuzi wafanye maamuzi yao. Waamuzi wafanye maamuzi yao. Tuliwaaga kwamba tunakwenda kushindana, na tukawaambia tunaenda kuwakilisha na wataona kwamba tumekuja kule kuwakilisha vyema. Mimi nafikiri ni kitu kizuri sana, yaani kwa kuimarisha waendelee kutangaza michezo, kwa sababu michezo ni afya, michezo ni furaha. Kutoka Tanga mpaka hapa sio mchezo Tumekuja kwa ajili ya kufurahi kwa afya. Ili waendelee kuboresha, next time tufanye vizuri zaidi. Mimi nashauri viongozi, yani kikubwa nilichokiona, mabonanza yaboreshwe kwa kutafuta waamuzi ambao wako na viwango. Waamuzi wako na viwango vile ambavyo tunategemea. Angalau walitisha finali, amtisha vizuri. Pia kwamba yani mtoto halali na pesa. Udi na uvumba. Hongereni sana. Mtoto halali na pesa, wao watumishi na sisi veterani watumishi. Wao kwa mwenyeji sio kwamba ndio kwa mshindi. Wenzangu nawaambia sawa, tuendelee kushirikiana. Yani kushikana kwetu na umoja wetu kuleta kitu ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi. Hivyo tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya vizuri zaidi kila bonanza lijalo. Limeshafanyaje? Kwa naitwa Ismaili Shabani Muya, ni mwanachama wa Tumishi Veterani, lakini pia ni mratibu wa mashindano ya Tumishi Veterani Pasaka Bonanza. Tunachukua tuunganisha kwa sababu kama unavyoona kuna wachezaji wengi wa zamani, afu
wanatoka mikoa tofauti. Kwa hiyo inatupa fursa adhimu ya kuweza kukutana na ndugu zetu wengi ambao walicheza zamani, wanaishi mikoa tofauti, lakini katika kipindi hiki au bonanza hili kwa siku mbili hizi tumekutana, tumezungumza, tumebadilishana mawazo. Yana umuhimu kwa sababu kama hivyo unavyoona tumekutana na ndugu zetu, kuna wengine tumekutana miaka mingi, lakini kwa kupitia bonanza hili tumekutana. Lakini vile vile afya imetusaidia, tumeingiza kitu katika siku mbili hizi. Muda ambao tungetumia kwenda kufanya mambo mengine, tumetumia muda huu kuweza kufanya mazoezi, tumeimarisha afya. Shauri kwa mfano kwa sasa hivi TFF wameshaanzisha ligi ya veterani, wasiache, waendeleze kwa sababu inawatia faraja sana, inatutia faraja veterani, tunajua na sisi tunakumbukwa, lakini muunganiko inatuunganisha. Kama tulikuwa tuko sehemu tofauti tunakutana. Kwa hiyo tunaomba ligi ya veterani ziendelee. Tuzidi kujitunza, tutunze afya zetu, tufanye mazoezi. Sisi tumeishi katika mpira, kwa hiyo tuendelee kuishi katika mpira, tutunze afya zetu katika mazoezi. Kwa majina naitwa Rajab Limoso, ni makamu mwenyekiti wa timu ya Tanga Veteran ambao tumeshiriki bonanza la watumishi Pasaka bonanza ambao iliandaliwa na wenzetu, ndugu zetu watumishi veteran kutoka jijini Dodoma. Tumefurahi kuwa sehemu ya waalikwa kwenye bonanza hili kwa sababu Tanzania tuna veterans nyingi, lakini sisi tulipokea mwaliko, na kwa sababu timu yetu na yenyewe inaundwa na zaidi ya 99 ni watumishi, kwa tukaona ni wakati wa kuja kuunga mkono wenzetu kwenye bonanza hili. Tunashukuru kwa kila kitu, huduma ambayo namna walivyojiandaa. Tumecheza kwa muda ambao waliupanga, lakini huduma ambazo walikuwa wanatupa, tumeona waamuzi walikuwa fair, kwamba tumepata matokeo ya kuwa mabingwa. Japo ndio ilikuwa nia yetu. Tulisema kama tunatoka Tanga tunaenda Dodoma pamoja na kuenjoy kwa support wenzetu, lakini kimpendeza Mwenyezi Mungu basi tuwe mabingwa. Na ukweli tunashukuru Mwenyezi Mungu, lengo ambalo tumeliweka tumefanikiwa. Lakini vile vile tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa Dodini, kaka yangu, kiongozi wetu Mheshimiwa Anthony Mavunde, ambaye pamoja na waandaji yeye bado aliona thamani ya namna ya sisi kutuzawadia na akatusupport kwa kutupa kiasi cha shilingi milioni 1. Si kitu chepesi kwa mtu from nowhere kuja na akawapa zawadi ya milioni 1. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa, na katika hili sisi tunamwombea Mwenyezi Mungu katika ile nia yake basi tufanye wepesi, na wakati ujao tukija Dodoma awe katika nafasi hii ambayo yuko sasa hivi. Asante sana. Mwenyekiti wa watumishi veteran ambao ni waandaaji wa bonanza hili. Bonanza hili tumeliandaa kwa ajili ya kukutanisha watu wa mpira, kukutanisha, kujenga umoja na ushirikiano, kwa sababu watu wa mpira ukikumbuka wamecheza mpira zamani, lakini kupitia hizi sikukuu tumekuwa na bonanza nyingi zinafanyika, lakini kanda hii ya kati haijawa na bonanza ya kukutanisha watu wa mpira kanda ya kati. Ukizingatia sasa serikali imehamia Dodoma. Kwa hiyo sisi watumishi veteran, hii timu imeunganishwa asilimia kubwa na watumishi wa serikali, ambao asilimia 80 tuko wanachama 157 kwa sasa, kila asilimia 80 wanachama ni watumishi. Kwa unaona watumishi tumehamia. Kwa hiyo tukasema kwa kuwa tuko Dodoma ambayo ni makao makuu ya nchi, na ni vyema sasa Dodoma ikawa na bonanza la kukutanisha watu wa mpira wa zamani ambao watakaa pamoja kwa siku mbili, na tukachagua ni lini ambao tutapata nafasi ambao wako free, tukaona Pasaka kipindi kizuri. Kwa hiyo bonanza letu mwanzoni tulitegemea tu na timu 200, lakini mwitikio ni mdogo, lakini tunashukuru kwa sababu ndio mwanzo. Tuna timu 8 na tumefanya vizuri, ambazo mashindano yalianza jana siku ya Jumamosi, tumepigwa mechi 11. Leo finali tumecheza mechi 5 ambazo tulimalizia mechi ya jana makundi, lakini pia na mechi mbili za nusu finali, then mshindi akapatikana. Mashindano haya yatakuwa ni endelevu. Mwaka huu ndo tumeanza na tulikuwa tunahania tujifunze zaidi, lakini kila mwaka tunaendelea na hii bonanza la Pasaka. Tunawakutanisha watu wa mpira waliocheza zamani hapa Dodoma. Mwaka huu tumepata mikoa mitatu iliyoshiriki, wakishwa mikoa mitatu, Tanga, Dar es Salaam pamoja na Morogoro. Lakini kwa zamani mwakani tuwe na timu nyingi zaidi. Kama unavyoona Mheshimiwa Mavunde hapa ambaye alikuwa mgeni wetu rasmi kutoa zawadi, ameahidi pia kutusupport, kwa sababu kuandaa mashindano unajua inahitaji support kubwa. Kwa wakati tunaanza tumejivuta tukahakikisha tumefikisha, na of course nafikiri tumefanikiwa, lakini mwakani tukipata udhamini zaidi tunataka tuandae bonanza lenye timu nyingi zaidi na uwakilishi wa nchi kwa ujumla. Ndugu
mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya watumishi Veteran Bonanza ndugu yangu Kajuna na viongozi wote mliopo meza kuu, lakini pia nitambue timu mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya nchini kwetu Tanzania ambao wamekuja kushiriki katika bonanza hili hapa jijini Dodoma, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kushiriki katika mashindano haya siku ya leo na kushuhudia fainali nzuri kabisa ambao na mimi nimefurahi sana kuwa sehemu ya miongoni mwa watu waliokuwepo katika uwanja huu kushuhudia jambo kubwa hili. La pili, nichukue fursa hii kuwapongeza sana ndugu zetu watumishi veteran kwa kuandaa bonanza hili ambalo ni la mara ya kwanza kushirikisha timu kutoka sehemu mbalimbali za nchini kwetu Tanzania. Hii nimefurahi kwa sababu hii inajenga umoja, inajenga mshikamano, lakini inaongeza pia na urafiki na udugu miongoni mwa wanamichezo. Niwapongeze kwa wazo hili zuri, na kama mnavyofahamu kwamba Dodoma ni kati ya maeneo ambayo hivi sasa tumechangamka sana kwenye sekta ya michezo. Tuna michezo, mashindano mbalimbali yako hapa ambao tumekuwa tukiyafanya, lakini natumai pia yanaongezeka mashindano haya ya watumishi veteran na yenyewe kama sehemu ya mashindano rasmi katika jiji letu la Dodoma. Kwa hiyo nawapongezeni sana, sababu mnafahamu Dodoma tuna ujirani mwema Ndondo Cup, alafu tuna Ndondo Cup ambao tunafanya na Shafii Dauda hapa. Haya ni mashindano makubwa mawili katika mkoa wetu wa Dodoma, lakini nimeingia na hili pia la veteran na yenyewe nimelifurahia sana, na nimeanza mwaka huu. Bahati mbaya sana sikuwa na taarifa mapema, lakini mwakani nataka niwaahidi tutakuwa pamoja tutafanya hilo kubwa zaidi. Ndugu zangu, michezo ni furaha, michezo ni urafiki. Natumai michezo hii imewafanya muwe pamoja, mmejuana, mmeshirikiana na mtaendelea kuendeleza udugu na urafiki wenu kama sehemu ya kuijenga Tanzania moja. Kuzileta timu mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali kuja hapa ni ishara ya kwamba Tanzania yetu ni moja, yenye amani, upendo na utulivu. Na niwaombe tutumie fursa hii. Tunafahamu kwamba nchi yetu imejengwa kwenye msingi wa umoja, upendo na mshikamano. Na naomba tuendelee kuiishi na tuifanye sisi kwa watu wa moja, tupendane, tuheshimiane na michezo iwe kichocheo cha kufanya sisi tuendelee kuwa wamoja. Naamini kabisa kupitia katika michezo, pamoja na kwamba ni burudani, lakini pia inawajengea afya nzuri, sababu asilimia kubwa ambao mnacheza hapa ni watu ambao mnacheza zamani. Nimefurahi kumwona ndugu yangu Ndoda hapa. Ingawaje nawapongeza sana ndugu zangu wa Tanga. Mnapiga tena kiwango cha juu sana. Hata maveterani wa Dodoma pia na nyinyi mpiga penalty nzuri sana. Nimefurahi kuona penalty za kiufundi sana. Lakini imekuwa ni burudani kubwa sana. Na imekuwa siku ya leo, siku ya Jumapili ya Pasaka, tuko hapa kufurahia, na baadaye saa 10 tutakuwa tuko kule Amani Zanzibar kuunga mkono wenzetu. Jambo kubwa. Naomba nimalizie kama ifuatavyo. La kwanza, nataka niwaahidi kwamba nilichelewa kupata taarifa juu ya mashindano haya. Mwakani na mimi nitakuwa mmoja wa wadhamini katika mashindano haya ili kufanya haya makubwa. La pili, nataka niwahakikishie kwamba sisi kwetu michezo tunaipa kipaumbele sana. Ni kuombe ili kombe leo wakipewa liwe la kwao moja kwa moja. Kombe la mwaka huu ili muondoke nao la kwenu moja kwa moja. Mavunde ha?
Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.